Kwenye kipindi muda na saa kama hii ambao Bwana ametupendelea, maana huu ni upendeleo. Lakini katika vitu vyote ngoja nikwambie habari njema. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yoshua, msitumainishwe kwa maneno ya uongo. Mkisema madhabahu ya Bwana, anasema tengenezeni njia zenu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kusikiliza neno hili, ni kweli tumekuletea neno la Mungu, ni jema, ni vitu ambavyo Mungu amekuandalia siku ya leo. Amina. Lakini kumbuka nina safari, yani kila siku unaweza nikazungumza ile neno kwangu aliishi. Tuna safari katika maisha yetu tunaishi, ndio tunaishi katika ulimwengu ambao una mambo mengi, lakini kumbuka tuna safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, usitumainishwe kwa maneno ya Mungu ya uongo, kwa nasema hivi kwamba ninakwenda kanisani kila siku, lakini ndani mwako umebeba vitu ambavyo havifai. Kwa hiyo tengeneza kwanza ndani yako, ili kwamba unapoenda kwenye madhabahu ya Bwana ukakutane na Mungu live. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Doris John Kiwale. Ninampenda Yesu, nimeokoka. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kufika mahali hapa kujumuika pamoja na watumishi wa Mungu. Nami ni mtumishi ambaye natumika ndani ya madhabahu. Muda wote yule mtu mwenye shida mbalimbali aje madhabahu ya wokovu na uzima. Kituo cha damu ya Yesu, akishuka anaingia kanisani. Amina. Amina. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu akubariki pia mtangazaji. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Tunaendelea na kichwa chetu cha somo, kinasema zijue lugha za kiroho ambazo Mungu anatumia kusema na wewe. Amen. Lugha hizi ambazo Mungu anatumia kusema na mtu ni lugha ambazo ndani ya neno la Mungu. Na lugha hizi za kiroho Mungu anaweza akatumia katika njia mbalimbali. Mungu anaweza akatumia katika njia ya ndoto, Mungu anaweza akatumia katika njia ya maono. Amen. Zijue lugha za kiroho ambazo Mungu anatumia kusema na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu amekuwa akisema na watu mbalimbali. Anasema nao kwa njia ya ndoto. Amen. Anasema nao kwa njia ya maono. Amen. Lakini inakuwa ni ngumu kujua Mungu anamaanisha kitu gani. Inakuwa ngumu kwa sababu neno msaada kamili juu ya ndoto tunapata kwenye neno la Mungu. Amen. Watu wamekuwa ni wavivu juu ya kusoma neno. Amen. Inakuwa ngumu mtu akisema nao kwa lugha ya kiroho kugundua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa leo tutaangalia Mungu anaposema na wewe kwa njia ya ndoto au kwa njia ya maono kwamba umeibiwa. Amen. Anakuwa anamaanisha kitu gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwanza Mungu anapokuonyesha umeibiwa, kuna mambo ambayo inatakiwa uzingatie. Mambo ambayo inatakiwa uzingatie nini umeibiwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninapozungumzia ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa nuru, kuna ulimwengu wa giza. Amina. Kazi mojawapo kwenye ulimwengu wa roho wa giza, kazi mojawapo ambayo wanafanya ni kuiba. Amina. Na wanaiba nini? Wanaiba huduma, wanaiba ndoa, wanaiba fedha, wanaiba kazi. Amen. Wanaiba mipango. Amen. Wanaiba watoto. Amen. Wanaiba vitu mbalimbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu amekuwa akiwasemesha watu, lakini watu wanashindwa kujua Mungu anamaanisha nini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Okay. Mungu anapokuonyesha umeibiwa kitanda. Haleluya. Amen. Mungu amaanishi kitanda ambacho unalalia. Ndio. Ametumia kitanda kama lugha ya kiroho ujue kwamba umeibiwa. Amen. Lakini amaanishi kitanda. Kwa hiyo Mungu anapokuonyesha umeibiwa kitanda, maana yake anakuonyesha umeibiwa ndoa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watu wengi sana Mungu anawafunulia ndoto za namna hii. Wengine anawafunulia hata wale ambao hawapo kwenye ndoa. Ndio. Kuna binti ambaye alikuwa ni binti mdogo, yupo form 1. Akasema, mtumishi, nimeota ndoto nimeibiwa kitanda.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu alikuwa anamuonesha nini? Mungu alikuwa anamuonesha juu ya ndoa kuibiwa kabla haijafika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo kuna wanaoibiwa ndoa wakiwa ndani ya ndoa. Ndiyo. Kuna wanaoibiwa ndoa wakiwa watoto kabisa. Amen. Kuna wanaoibiwa ndoa wakiwa vijana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafika muda wa kuoa, inafika muda wa kuolewa, anashangaa hapati ile ndoa ambayo alitarajia kuipata kwa Mungu. Amina. Na sio mpango wa Mungu. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anapokuonyesha umeibiwa kitanda, maana yake anakuonyesha umeibiwa ndoa. Amina. Unaweza ukawa upo kwenye ndoa, lakini Mungu anakuonyesha umeibiwa ndoa. Kama umeibiwa ndoa, nataka nikwambie mtu wa Mungu, ndoa ni zaidi ya mtu jinsi mnavyoishi. Amina. Mnaweza mkawa mnaishi lakini ndoa imeibiwa. Amina. Kwa sababu ndoa ni zaidi ya kuishi. Amen. Ndoa ni zaidi ya kupika. Amina. Ndoa ni zaidi, yani ndani kuna mambo mengi sana ndani ya ndoa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tu nikufunulie hapo ili upate kujua unapoonyeshwa umeibiwa kitanda, manake Mungu anasema na wewe kwamba umeibiwa ndoa. Amen. Hata kama bado ukiwa mdogo, manake umeibiwa ndoa. Amen. Hata kama upo kwenye ndoa, manake Mungu anakuonyesha umeibiwa ndoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hizo ni Amina. lugha za kiroho ambazo Mungu anatumia kusema na mtu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia kuna mwingine alinishirikisha akasema hivi kwamba nimeota ndoto, kuna dada ambaye alikuwa kwenye mahusiano na mme wangu. Alivyokuwa kwenye mahusiano na mme wangu, nimeota ndoto yule dada amekuja chumbani kwangu akaiba viatu vyangu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Akaota yule dada ameingia chumbani kwake amebeba viatu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa amaanishi, Mungu anapokuonyesha kwamba umeibiwa viatu, amaanishi kwamba viatu hivyo unavyovijua wewe. Amen. Mungu anaonyesha umeibiwa utayari. Amina. Sasa cha kuzingatia, utayari eneo lipi? Amina. Akaonyeshwa ameingia chumbani amebeba viatu. Amina. Manake Mungu alikuwa anamuonyesha utayari juu ya ndoa umeibiwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kitendo cha utayari kuibiwa kwenye ndoa, manake ndoa imeibiwa. Amina. Haleluya. Amen. Hiyo ni lugha ya kiroho ambayo Mungu anaitumia kusema na wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia nini maana Mungu anapokuonyesha mwizi ameingia kanisani ameiba vyombo? Mungu anaweza akakuonyesha maiki zimeibiwa. Amina. Mungu anaweza akakuonyesha vinanda vimeibiwa. Amina. Mungu anaweza akakuonyesha viti vimeibiwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapokuonyesha vinanda au maiki zimeibiwa, hazungumzii maiki kama maiki ambazo unaziona kila siku kanisani. Amina. Mungu anamaanisha vyombo vimeibiwa, vyombo ambavyo ni watu Amina. wameibiwa Amen. katika sekta hiyo ya uimbaji. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu Amina. anapokuonyesha viti vimeibiwa, manake anamaanisha nafasi za watu ndani ya kanisa zimeibiwa. Amen. Haleluya. Amen. Hizo ni lugha za kiroho ambazo Mungu anatumia kusema na mtu. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanaota ndoto, anaota ndoto mwizi ameingia ameiba watoto. Haleluya. Unaamka asubuhi unasema ni ndoto tu, kwa sababu watoto kwa jinsi ya mwili unaona wapo. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Amina. kwa jinsi ya mwili unawaona, lakini kwa jinsi ya roho ameshaibiwa tayari. Ndiyo, Nafsi zao zimeibiwa. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Nitaka Amen. ujue mtu wa Mungu, Mungu anapokufunulia juu ya ndoto kuibiwa, Ndiyo. ni dhahiri kabisa umeibiwa. Amen. Cha kuzingatia ni nini umeibiwa. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amen. Okay. Twende tusome kwenye kile kitabu cha Marko 3. Kuna kitu nataka ukione pale. Marko 3 mstari wa 27. Ndasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Marko 3 mstari wa 27. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Nataka nikuonyeshe mbinu ambayo adui anatumia kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza unapoonyeshwa unaibiwa, lazima ujue anayeiba ni shetani.
Amen. Haijalishi kwenye ndoto utaonyeshwa ni mtu mtu ametumika tu kama mlango Amen. kwa ajili ya adui kuiba vitu vyako. Amina. Lakini anayeiba ni shetani. Amen. Biblia inasema shetani yeye alikuja kwa ajili ya kuiba, Amen. kwa ajili ya kuua, Amen. kwa ajili ya kuangamiza. Hizo Amen. ndio kazi zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema hawezi mtu kuingia nyumbani mwa mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu. Haleluya. Kwa hiyo unapoonyeshwa umeibiwa, lazima ujue kitu kimoja cha msingi, kwamba lazima ujue umefungwa. Kwa sababu adui akitaka kuiba ndoa anamfunga kwanza yule mwenye ndoa. Na ndio maana unaona baba anasahau familia yake. Sio anasahau, amefungwa kwanza, ndipo adui ameiba ndoa. Ndipo adui ameiba familia. Haleluya. Kwa hiyo adui ili aibe anamfunga kwanza mtu. Amen. Anafunga ufahamu wa mtu. Amen. Anafunga akili ya mtu. Amen. Haleluya. Ndipo anaiba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anaweza akaiba uchumi. Wewe unafikiri ni ndoto tu, kwamba nimeonyeshwa ndoto biashara yangu imeibiwa, nimeonyeshwa ndoto fedha zimeibiwa. Unaamka asubuhi unasema ni ndoto tu. Ni dhahiri kweli. Umeibiwa. Uchumi umeibiwa. Haleluya. Umeibiwa na nani? Umeibiwa na shetani. Haijalishi kwenye ndoto utamuona mtu, maana yule mtu ametumika kama mlango tu. Haleluya. Okay, sasa nini ufanye unapoonyeshwa ndoto umeibiwa? Nini ufanye unapoonyeshwa ndoto umeibiwa? Amen. Majibu yapo kwenye kitabu cha Isaya. Ndio. Cha kufanya kwenye kitabu cha Isaya 42. Isaya 42 mstari ule wa 22. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo wala hapana ukoae, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Haleluya. Biblia inazungumzia hivi juu ya mtu kuibiwa. Haleluya. Na nini kifanyike? Mtu anapoonyeshwa ameibiwa, ndio msaada pekee anapata kwa Mungu. Na kinachotakiwa nini kifanyike? Kinachotakiwa ni vitu vyake arudishiwe vile ambavyo ameibiwa. Manake kama ameibiwa uchumi, lazima apate msaada wa Mungu uchumi wake kurudi. Kama ameibiwa ndoa, lazima upatikane msaada wa Mungu kwa ajili ya ndoa yake kurudi. Kama ni fedha, ndio kama ni kazi, kama ni watoto, anahitaji msaada wa Mungu kwa ajili ya kurudi vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia tumesoma kwenye kitabu cha Marko jinsi adui anavyoingia na kumfunga mtu. Adui kumfunga mtu anatumia nguvu. Adui kuiba anatumia nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo shetani anavyokuja kukuibia kitu cha aina yote, kuiba kwake anatumia nguvu. Kukufunga anatumia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msaada pekee ambao unaupata ni nguvu ya Mungu tu kwa ajili ya kukusaidia vitu vyako kurudi. Ni nguvu ya Mungu tu kwa ajili ya kusaidia kufunguka, kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 42:22 mwisho pale Biblia inasema wala hakuna asemaye rudisha. Mungu alikuwa anatufundisha juu ya kurudisha vitu ambavyo vimeibiwa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nini cha kufanya? Cha kufanya tumepata kwenye kitabu cha Isaya. Kwanza, jambo la kwanza, omba toba kwa Mungu kwa mlango uliosababisha wewe kuibiwa.